asubuhi kaka? Mimi niko njema kama unavyoniona. Sasa hivi niko na maandalizi ya kurudi kwetu Tanzania bara ili tukaendelea kufurahia na maisha mengine. Bandarini hapa Uchebe anatoka kwenye dabi ya Kariakoo. Mchezo jana uliutazama Uchebe, ulikuwa ni namna gani kwa upande wako? Of course mimi niseme tu mchezo ulikuwa bora, lakini ulikuwa bora zaidi upande wa Simba kwa sababu Simba jana alikuwa na deserve kupata matokeo, lakini uzembe wao au kutokuwa makini kwao au labda ni pressure sijajua, wakashindwa kupata matokeo. Hatimaye wanaenda kuambulia mchezo wa alama moja sawa na Yanga. Yanga jana kiuhalisia, mimi nizungumze kiukweli, kimchezo mwalimu jana game ilimshinda, alishindwa kusoma game plan ya mpinzani na game plan yako na kujua namna gani unaweza kudhibiti na ukapata matokeo. So ni mchezo, lakini naelewa na siku zote timu kubwa zinavyokuwa zinacheza vitu vya namna hivyo utegemee pia. Kuna mmoja atakuwa bora zaidi, kuna mmoja atakuwa si bora, ili waweze kuleta uwiano wa mchezo. So mimi binafsi nawapongeza Simba kwa jana kwa matokeo kwa kiwango walichokuwa wamekionyesha, lakini kilichoniuma zaidi the way Simba mbinu walioitumia kwenda kupata sare dhidi ya Yanga. Gani? Mbinu walioitumia Simba kupata sare mbele ya Yanga sio mbinu sahihi, sio mbinu rafiki, sio mbinu ya kusema mpira wetu unaweza kusonga mbele. Ni mbinu ambazo zinakuja kuleta shida na zinaleta tunaweza kusema niseme kwamba hazina faida nzuri kwenye mpira au afya kwenye mpira. Shebe, nini kilifanyika? Of course mimi nilikuwepo, nazungumza uhalisia. Hii lazima nizungumze. Naomba utulie, usije ukaingilia nani hapa. Niseme kitu ambacho nimekishuhudia. Mimi toka juzi niko hapa Zanzibar, nimeshuhudia kila kinachoendelea. Viongozi wa Simba, kama kuna adhabu itatakiwa, viongozi wa Simba wawajibishwe ipasavyo. Haiwezekani mechi inatakiwa icheze, mazoezi wamalize saa 4 dakika 25. Viongozi wa Simba wameendelea kusalia ndani ya uwanja mpaka waamuzi wanafanya mazoezi yao ya mwisho, viongozi wa Simba wakiwepo ndani ya pitch. Saa 4 mimi nilikuwepo. Unafanya nini? Tulia sasa, tulia. Haya lazima tuyazungumze. Tulia nikuelekeze. Mimi nimeyashuhudia kwa macho yangu. Ulikuwa wapi muda huo? Tulia nikuelekeze. Unafanya nini? Tulia. Tulia. Haya mambo tusipoyazungumza hayaleti faida kwenye mpira. Mpira wetu unakosa afya. Watu tunasafiri kutoka mbali. Hatutaki watu wanakuja kuleta makando kando na watu tukae kimya. Hivi vitu tunaviona. Umenielewa? Sisi juzi pale wote Simba na Yanga. Bana huyu mimi ni msanii. Ngoja tulia. Tulia, wewe umekuja jana. Umesikia wewe umekuja jana, tulia niseme. Tulia niyaseme haya kwa afya mpira wetu. Simba juzi, Yanga juzi sisi Yanga tumefanya mazoezi saa 11. Timu imetoka. Baada ya hapo saa 2 na dakika 15 Simba anaingia kufanya mazoezi kwa mjibu wa katibu wa kanuni na sheria za mpira. Wote tulikubali Simba aende kufanya mazoezi. Mimi nilikuwepo around mazingira ya uwanjani. Ulikuwa unafanya nini? Tulia. Tulia, sio nalinda uwanja, tulia. Umenielewa? Unaniingilia nini? Umenielewa? Kwa nini ninavyozungumza haya mnataka kuyakatisha? Naficha vitu gani? Mimi nikiwepo pale, timu inatoka, viongozi wa Simba wamebaki ndani. Na mimi kama mwanachama wa Yanga, ninaipenda Yanga, nimetoka safari ya mbali kuja kufuata dabi bora. Why nishindwe kujiuliza? Tulia. Uchebe vipi bwana? Tulia, wewe umekuja jana wewe kuangalia mpira. Mimi nilikuwepo mpaka Ahmed Ali mimi ananiambia Uchebe Yanga kalale saa 7 usiku. Wewe ulikuwa unafanya nini? Umenielewa? Saa 7 usiku naambiwa na kiongozi wa Simba Uchebe kalale. Wewe uwanjani ulikuwa unafanya? Tulia sasa ndio nakuelekeza. Kama unataka story full mimi nisikilize. Umenielewa? Viongozi wa Simba hawajatoka, timu imetoka. Tunajiuliza kuna kitu gani? Wamebaki kwa kanuni ipi? Kwa sheria ipi iliyoruhusu wao waendelee kuwepo uwanjani? Tulia. Tulia. Ngoja kwanza. Tulia. Tulia. Tulia.
niachie mimi. Mbona ninavyoongea unataka kunikatisha? Umenielewa? Viongozi wa Simba wamebaki ndani. Wakati tulia sasa. Wewe umekuja umenikuta. Mimi nakuelekeza. Wewe tulia sasa. Jasusi. Umenielewa? Mimi nilikuwa na mambo yangu nayafuatilia. Mimi siwezi kukubali kizembe. Umenielewa? End of the day. Baada ya timu kutoka, waamuzi wanaingia kufanya mazoezi yao ya mwisho kwa mjibu wa kanuni na sheria inavyoruhusu. Baada ya mechi ya Simba kutoka, wanaingia waamuzi. Wameingia waamuzi kufanya mazoezi, viongozi wa Simba wako ndani. Viongozi wa Simba wako hapa ndani. Sio kwenye rumu, wako kwenye pichi. Mimi nilitoka huku nikiwa nimeangaza. Tulia sasa. Nilikuwa nafanya nini? Wewe ni nani? Sio tulia. Umenielewa? Mimi na uchungu na timu yangu naumia. Tulia sasa, niachie haya nazungumza. Na wa faida ya mpira wa Tanzania, tuliotoka Tanzania bara kule sio wajinga. Tuliopoteza hela yetu sio wajinga. Tulikuwa tumekuja kufuata mpira, burudani. Kuna vitu vilikuwa vinaendelea nyuma ya pazia. Haya nakuuliza, viongozi wa Simba, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini alikuwa anasubiri nini mle ndani? Saa 7 mliotoboa hapa. Hapo wewe utanivuruga. Ya pasi baadaye. Ngoja kwanza. Unavokuja kwenye front of mic, kamera, ongea vitu vya fact. Umenielewa? Eleza kitu, wewe unajua nini? Ngoja kwanza. Hayo matobo umeyaona? Ulishuhudia? Ulishuhudia? Na kuuliza ulishuhudia? Mimi nakupa kitu ambacho nimekishuhudia kwa macho yangu. Tulia. Wewe sikiliza, wewe kama umeletwa huku kama kifurushi, tulia. Mimi nakueleza kitu ambacho nimekishuhudia. Umenielewa? Tulia. Umenielewa? Tulia. Baada ya hapo watu wa Yanga tulighadhabika sana. Umenielewa? Kama kanuni zote zimefuatwa, hii Simba wamefanya mazoezi, Yanga wamefanya mazoezi bila kizuizi cha aina yoyote. Wakati wa kufanya mazoezi waamuzi, viongozi wa Simba wamebaki ndani. Hujiulizi kama mwana Yanga, hujiulizi walikuwa nafanya nini? Na wewe kama mwana Yanga ambaye unaipenda timu yako, huwezi kupata uchungu? Mimi binafsi sikukubaliana na lile jambo. Nilisema iwe kama shari iwe shari, kama noma iwe. Nilikubali kwamba lolote kama naigharimu timu yangu kwa kupigania haki, wacha niigharimu. Niliingia mtu wa kwanza, mimi niliingia nakuta mle ndani viongozi wa Simba wako ndani. Sielewa wanafanya nini na alikuwa na mazungumzo gani. Hiyo tunazungumza saa 5 kuendelea. Umenielewa? Wakati huo waamuzi wanafanya mazoezi ya mwisho. Umenielewa? Mimi niliufuata hadi baadhi ya machifu steward. Yule chief steward nilimfuata. Why tunakubali vitu vya namna hii? Kwa nini tunataka kuhujumiwa kirahisi? Umenielewa? Tulia Talib. Napata shida mwana, uchawi. Kwenye yengo hiyo ukatazama kitu gani sasa? Haya. Umenielewa? Baada ya hapo mpaka dakika za mwisho, umenielewa, jeshi la polisi lilikuja kututoa mle ndani. Wewe pamoja na viongozi wa Simba wanatolewa na jeshi la polisi, steward wa Yanga pamoja na mimi nikiwemo na watu wa Simba wanatolewa mle. Bado viongozi wa Simba wakubali kutoka. Bado viongozi wa Simba waliendelea kung'ang'ana, hawapo tayari kufanyaje? Kutoka. Na kitu ambacho walikuwa wanakililia viongozi wa Simba pamoja na mastewadi wao, hakuna mtu anayeruhusiwa kwenda kugusa pitch. Sio, mnanielewa vizuri? Hakuna mtu anayeruhusiwa. Na mimi timu ya Simba inaingia, kama mliona video, kuna dumu liliingizwa linakuwa kama lina rangi ya maziwa, na waandishi nadhani juisi ya ukwaju wewe, juisi ya ukwaju ile. Juisi ya ukwaju ilienda nini kufanya nini uwanjani? Wewe muha utajua. Ngoja. Kumbe juisi ilienda kufanya nini? Watu wanakunywa juisi. Wachezaji wanakunywa juisi. Ngoja namuuliza swali la mwisho. Naomba nijibu. Naomba ni swali langu. Niambie, aliyeoga uwanjani kwenye benchi lenu alikuwa anakusudia nini? Wewe una ushahidi huo? Na ushahidi huo? Nionyeshe ushahidi. Ninao. Nionyeshe ushahidi. Ninao.
Unajua huyu anashinda kuongea kitu. Unajua mimi ukiniuliza kuhusiana na mchezo wa jana naweza kuambia Simba wenyewe ndio ameshinda kupata matokeo mazuri. Simenielewa? Huyo vitu vingine anavyozungumza sio vya kimpira. Simenielewa? Kwa anavyozungumza sasa na video ambazo zilionekana. Haya mambo anazungumza mimi sijayaona na ushahidi hana. Simenielewa? Sisi tunaangalia kilichofanyika ndani ya dakika 90. Simenielewa? Uwanjani hakuna asiyeona. Simba imecheza mpira mwingi, hata msemaji wao akubali kwamba wanashukuru sana kupata pointi moja. Simenielewa? Sisi jana wakulaumiwa ni wachezaji. Simenielewa? Wachezaji wa Simba wamepata nafasi nyingi, hawajatumia nafasi. Nasema sasa hiyo sare mlioipata ni kutokana na mambo mliyofanya juzi. Hiyo kwa pamoja mmepata sare. Wao ndo wamepata sare. Yaani mujibu wa msemaji wao wanasema hivi, mechi ya jana kwa 99.1, yaani Yanga itakiwa afe, lakini kwa sababu ya vile ndio vile tu Mwenyezi Mungu mapenzi yake, hao wamepata sare. Kwa mimi mechi ya jana ukiniuliza huyu anavyozungumza visio vitu vya kimpira. Tumeangalia dakika 90 kila mtu kaona kilichofanyika, simenielewa. Yote kwa yote tuambiaje? Mimi hata binafsi ukiniambia kumlaumu refa, mimi siwezi kumlaumu refa kwa sababu moja. Michezo ile offside, umesikia? Ngoja basi kwanza. Ushirikina kwenye mpira upo au? Ngoja kwanza. Naomba niambie. Hakuna, mimi sijui kama hayo matobo klabu yenu walio kwenye ulizungumza kwamba na klabu yako iliposti kwamba kuna matobo yamekuta kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Ile tunaiweka kwenye engo gani sasa? Tunaiweka kwenye engo gani? Sasa kwenye matobo hapo kwenye engo ndio ambayo naiweka mimi ndio kama engo zake huyu za kishirikina. Za kishirikina. Ina maana naye ana hoja sasa kwamba kuna mambo yalifanyika kishirikina siku ya juzi. Sasa huyo hada ushahidi, mimi ushahidi usiupo, wewe ushahidi unao. Kuna video ambazo zilipostiwa. Wewe una ushahidi kama timu ilikuwa saa 7 usiku. Sikiliza. Kama mlinifuatilia waandishi na wadau wote wa michezo, mtu wa kwanza kuposti klipu Simba akiingiza vitu vya kishirikina nilikuwa ni mimi. Na hata jana muda wa warm up, ngoja tulia. Muda wa warm up nimeposti klipu ya kwanza, mchezaji wa Simba anaenda kumwaga dawa kwenye kibendera, anaenda kumwaga dawa kwenye goli. Wewe vipi? Zungumza vitu ambavyo vipo. Umenielewa? Tusalie kwenye engo hiyo. Amezungumza kwamba siku ya juzi liliingizwa dumu na mambo mengine alifanyika ndani ambayo yanadhaniwa ni mambo ya kishirikina. Vile na wao umezungumza kwamba siku ya jana baada ya timu kufika katika vyumba vya kubadilishia nguo walikuta matobo ambayo wakati wa ukaguzi jana yake hayakuwepo. Zote hizo vitu viwili vyote tunaviweka kwenye engo gani? Mimi binafsi yale matobo naweza kusema labda ndugu zetu si mambo ya kishirikina, hata sielewi, usimenielewa. Yote ni mambo gani? Lakini matobo yamekuta kwenye chumba cha kubadilisha nguo cha Uchebe anasema. Mimi nakwambiaje, nisikilize basi kwanza. Umesikia? Tuache hayo mambo mengine, usimenielewa. Mpira umechezwa uwanjani dakika 90. Tulimalize ili tujue moja. Uchebe anasema yaliyofanyika siku ile katika uwanja wa New Amani Zanzibar ambao yeye alikuwa anashuhudia. Yale na amefanya nyewe mkapata sare, na maanisha bila ile nyewe mngekuwa mmekufa hii game. Nikwambie kitu kimoja. Huyu Uchebe. Kwa hiyo anazungumza yote. Huyu alishawahi kuzungumza kwamba nahakikisha kwamba mechi ya Simba naicheza ili asipate ushindi. Ataichezaje? Na ndio maana nikamuuliza wewe ulikuwa unafanya nini? Kwa mimi nitaaminije kwamba yeye hajafanya uchawi yeye? Kwa sababu mechi na RS Berkane huyu ndo wa kwanza kuposti. Niko Zanzibar nacheza mechi ya Simba, tahakikisha Simba asipate ushindi. Na Simba kweli akupata ushindi. Huyu alikuwa ndo yeye ndo ameenda kufanya mambo ya kushirikina. Huyu mimi namjua, simeelewa. Na clip yake mimi ninayo, simeelewa. Anafanya ushirikina. Hata juzi yeye ndo alikuwa anasubiria watoke viongozi wa Simba ili afanye mambo ambayo ameagizwa na viongozi wa Yanga. Umeelewa? Hakufanikiwa. Watu sema wamemwekea ngumu. Huyu ni mshirikina, umeelewa? Huyu katoka Iringa, wao washirikina balaa, simeelewa. Kwa hiyo huyu alichokwenda kukifanya juzi ni mambo ya kishirikina kwa sababu ya kufanya nini? Kwenda kuichawia Simba. Na viongozi wa Simba wameshtuka, simeelewa. Sisi Yanga natuzidi nje ya uwanja na marefari, simeelewa. Kama kufanikiwa. Ile matobo aliyokuta kwa hawa sasa ndio matobo yao. Hawa sasa. Wewe umemsikia Ali Kamwe alichokiongea. Simba amepitia wapi? Na imani ambazo zimewekwa zingine kwamba jana ameonekana mchezaji akimimina kitu kama kimiminika kwenye kona goli. Video ipo. Mchezaji gani? Video ipo. Mimi sijamuona wewe mchezaji. Video ipo. Sawa, video na bila sijamuona, siwezi kutoa kitu ushahidi ambao sijamuona. Kama ni imani za kishirikina kama una inazaniwa, lakini mimi sijamuona, umesikia? Mimi sijamuona. Huyu ndo kawaida yake. Na alizungumza mwenyewe kwamba atahakikisha mechi ya Simba hapati ushindi. Na huyu alizungumza na ushahidi upo, umeelewa? Kwa hiyo video mimi mwenyewe nipo namsikia mwenyewe, niko pembeni yangu anaongea, umeelewa? Huyu mwenyewe alizungumza. Kwa hiyo jana hiyo anazungumza yeye, huyu ndo alikuwa anatafanya mambo ya kishirikina kwa sababu anatumwa na viongozi wa Yanga. Sema watu hawaelewi tu. Na tunawaambia kabisa mashabiki wa Simba, tusipomwangalia huyu
huyu anaanza kumdharau, lakini huyu anatumwa na viongozi wa Yanga kusirisiri kwenda kufanya vitu vikubwa. Au ndo Jasa? Uchebe Jasa complex. Uchebe Jasa. Huyu ndo namba moja. Sema watu wanahangaika na kina Godi Yanga wala hawana lolote, wauza ubuyu tu. Uchebe. Huyu ndo namba moja. Uchebe. Mimi nakwambia ukweli. Mwacha tulie. Huyu bado sikiliza. Wewe Uchebe unataka kuniambia bila wale wafanyika sare isingepatikana? Asingepata sare. Mimi naambieni ngoja. Sikiliza. Mimi nakupa kitu ambacho huyu hata Christmas mbili kwenye mpira bado. Umenielewa? Sikiliza sasa. Ngoja sasa. Ngoja nakuelekeza. Mimi ngoja sikiliza. Huyu mimi namwelekeza kitu ambacho kipo. Kitu ambacho kimefanyika. Umenielewa? Dumu mmeliona. Alivaa jezi ya Yanga yule. Wewe unajua jinsi. Ngoja tulia. Ile dumu hakuna aliyethibitisha ilikuwa na nini. Jinsi ya ukwaju ile, mimi na ushahidi. Huyo jinsi ya ukwaju. Wewe huyu muha wewe. Mimi na wewe tulikuwepo uwanjani. Na mimi ni mmoja mtu ambaye nilishuti video ile. Lakini hakuna anayejua ile dumu ile kilichomo ndani ni nini. Jinsi ya ukwaju ndo namwambia. Tulia basi. Wewe unadhani ni nini? Ngea. Umenielewa? Tulia sasa. Ile ni dawa ya ushirikina. Umenielewa? Na ile dawa ilivyoingizwa ndani, kuna kiongozi mkubwa na tumbo alienda kuoga kwenye benchi. Mimi napa kitu ambacho kipo, mimi sikurupuki. Akaogea ile. Umenielewa? Alienda kuoga pale. Tena mimi ile video sasa hivi wakihitaji kwenda mahakamani napeleka. Uchebe. Sikiliza. Mike Uchebe kamera hii. Nitaipeleka kama ushahidi. Akioga. Anaoga yuko uchi. Kiongozi mkubwa na tumbo. Anaoga kwenye benchi. Wewe kamera ndio. Umenielewa? Kiongozi wenu. Wewe sikiliza. Wakihitaji brief mimi naenda kuwapa. Sitaki kuficha. Umenielewa? Haya masuala tukiendelea kuyaficha, mimi ndo mtu wa kwanza, naomba nikwambie. Mimi ndo mtu wa kwanza kuwafuata chief steward wao. Namwambia haya mnayoyafanya leo saa 7 usiku hapa. Je, chief steward wa Simba, kama unabisha wewe ujui. Mimi nilikuwepo. Ngoja tulia sasa. Anavyoongea mkubwa tulia. Anavyoongea mkubwa tulia. Mkubwa anaongea tulia. Umenielewa? Sawa, tulia. Umenielewa? Mimi namfuata chief steward wao. Timu ilikuwa inataka kushinda on target moja. Mimi nimekupongeza. Yaani hii ndio jadi yao. Ngoja, hii sare wao ndio ushindi. Yaani wanaloga kote, alafu mwisho wa siku wanaloga sare. Wewe unaona ana akili timamu? Yaani wewe mtu ngoje kwanza. Yaani unahangaika mpaka saa 7 usiku. Msemaji wa timu unakaa mpaka saa 8 usiku uwanjani. Halafu ngoja. Wewe ndio maana nimekwambia una Christmas 2 kwenye mpira. Una Christmas 2. Tulia. Ulikuwa unafanya nini? Nani? Saa 8 usiku ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nazuia mambo yasiendelee kulogwa. Mlitaka mtulie hadi wachezaji. Uchawi mliokuwa mnauweka pale. Mlikuwa mnataka kutulia wachezaji. Huo sio mpira. Brother, naomba mniambie hapa toka mmeanza kushuhudia mpira. Yanga anacheza, Dickson Job akiwapo uwanjani, umeshaiona anapata majeraha? Tulia. Ulishaiona anatolewa? Tulia sasa. Ndio mechi ya jana. Ndio mechi ya jana. Uchawi nakupa sasa. Yaani mchezaji jana ameingia ana dawa kabisa kwenye socks. Uchebe nani tena? Wa Simba. Uchebe mambo yote unayajuaje? Mimi najua, mimi si mzaa kamati. Haya mimi nasema sasa. Ngoja. Uchebe ngoja, subiri. Luemba unajua alichokifanya kwa Uchebe ngoja. Au unajua? Sasa ile si rafu. Rafu ya kawaida. Wewe kwa macho yako unaona rafu ya kawaida ile. Wewe kwa macho yako unaona rafu ya kawaida. Wewe tu umri mbavu. Sikiliza. Sheria inasema kesi ya uchawi, shahidi awe mchawi, mshtaki awe mchawi na mshtakiwa awe mchawi. Uchebe mambo umeyajuaje? Mchawi. Ngoja tulia. Hebu rudia. Ngoja tulia. Tulia basi. Afu tulia basi. Tulia. Wewe sikiliza sasa. Sikiliza. Umesikia? Naomba nikuulize swali. Tulia sasa. Tulia, wewe una Christmas 2 kwenye mpira. Sawa. Jibu kwanza. Ngoja kwanza. TFF au bodi ya ligi huwa inahukumu timu kwamba tumekuhukumu kwa viashiria vya nini? Imani za nini? Maana hiyo sheria. Umenielewa? Simba wasipohukumiwa. Ngoja. Tulia. Kwenye hili naweka wazi.
Simba sipohukumiwa njoo mnichukue mimi mtupe baharini. Okay, sawa. Young Africa Simba ameposti chumba cha mazoezi ambacho kina matobo, naye anadai zile ni imani za kishirikina. Sikiliza, nyinyi mnahitaji hukumu taratibu. Simba walikuwa wamefanya mambo yote, wamemaliza. Mwisho wa siku walijijua kwamba wao tayari wana kesi ya nini, ya ushirikina. Umenielewa? Walichokifanya wakatafuta na wao kujidefend kwamba na wao wamelogwa, wakaenda kutoboa. Na kwa tena, ngoja kwanza, tulia sasa, tena tulia basi. Mbona una haraka? Kwenye madini unataka kuingilia, kuna nini? Tumalizie Uchebe, tumalizie. Bana, mimi nauliza swali moja tu. Umesikia? Uliza. Timu gani kati ya kumalizia hilo sasa? Kumaliza hilo. Kati ya Simba na Yanga, timu gani ambayo imepigwa sana faini kuhusiana na imani za kishirikina? Kati ya Simba na ni Simba. Hadi kafu. Ngoja tulia basi. Tulia. Blaza. Ni Simba ambaye anaongoza kupigwa faini za ushirikina. Tulia basi. Mbona haraka, subiri. Blaza. Simba anacheza, ngoja kwanza. Simba anacheza na Kaizer Chiefs South Africa. Alifanya nini? Ngoja tulia basi. Ligi ya ndani. Unazungumzia ile ya moto ile. Bwana. Tulia basi. Kwenye ligi ya ndani. Simba, nimekwambia Simba unabisha nini? Michezo yote sita umepigwa wewe. Simba. Unazungumzia ile ya moto ile. Sikiliza. Moto kule South Africa uwanjani. Alipigwa nani? Katiba ya Yanga ibara ya 5 inasema hivi, ngoja mpaka ufe hata kama ni ukweli. Yaani umeona? Ndo wanajigia. Wewe sikiliza. Huyu anaingia kwenye